we go. Wewe ambaye unatazama movie hapo, unapenda ukatili? Kama jibu ndio, basi leo nakuletea chuma hiki hapa, kinaitwa Livid. Ni filamu ya mwaka 2011 kutoka Ufaransa. Kuna binti mmoja anaitwa Lucy Clevo. Maisha yake yalikuwa ni ya upweke sana. Mama yake alishafariki na nyumbani hakuwa kabisa naelewana na babake mzazi. Kitu cha kipekee kuhusu Lucy ni macho yake. Jicho lake moja lina rangi tofauti kabisa na jicho lingine. Hali ya ajabu inamfanya onekane tofauti na watu wengine. Siku yake ya kwanza kama mwanafunzi muuguzi wa nyumbani, anapangiwa kufanya kazi na nesi mkongwe ambaye anaitwa Mrs. Catherine Wilson. Huyu mwanamke alikuwa baridi sana kihisia. Ni kama mtu fulani hivi ambaye amezoea mateso na maumivu ya watu. Wanaenda nyumba mbalimbali kuhudumia wazee wagonjwa. Hadi jioni wanapofika kwa mgonjwa wao mwisho, mwanamke tajiri ambaye anaitwa Deborah Jessel. Madam Jessel alikuwa anaishi ndani ya jumba kubwa la kifahari lililochakaa pembezoni mwa mji na katikati ya mazingira ya kutisha yaliyofunikwa na miti mizito. Ndani ya nyumba pia kulikuwa kuna ukimya mzito, vumbi kila kona na vinyago vya wanyama vilivyokaushwa vinavyofanya mazingira yaonekane kama ndoto mbaya. Madam Jessel mwenyewe alikuwa amelala kitandani akiwa kwenye koma kwa miaka mingi. Ameunganishwa kwenye mashine ya kumsaidia kuishi. Mrs. Wilson anamuelekeza Lucy kuwa zamani mwanamke huyo hapo alikuwa mwalimu maarufu wa ballet. Lakini pia kulikuwa kuna uvumi kwamba ameficha hazina kubwa ndani ya jumba hilo. Usiku huo Lucy anakutana na mpenzi wake William pamoja na kaka yake Ben. Wote wawili walikuwa maskini waliotamani kuondoka mjini na kuanza maisha upya. Basi Lucy akawa anamwambia kuhusu jumba la Madam Jessel na uvumi wa hazina ambayo imefichwa. Mara moja wakajua huo ndio unaweza kuwa mwanzo wao mpya. Mwanzoni Lucy alisita, lakini baada ya kugombana na babake akaona hana tena cha kupoteza. Ni hapo ndipo akapanga kwenda kuivamia nyumba hiyo hapo usiku wa Halloween, wakati watu wote mjini wakiwa kwenye shamra za mavazi ya vinyago. Usiku ulipowadia, vijana hao watatu wakaingia ndani ya lile pale jumba kupitia dirisha ambalo lipo chini ya ardhi. Sakafu za mbao zilikuwa zikilia kila ambapo walipokuwa wakipiga hatua. Upepo ulivuma na sauti zisizoeleweka zikawa zinasikika kutoka gizani. Walitafuta kila kona bila kuona kitu chochote kile wala mtu yoyote, hadi wakaamua moja kwa moja kwenda kwenye chumba cha Madam Jessel. Lucy ndo ambaye aligundua ufunguo wa kale ambao ulikuwa shingoni mwa yule pale maza. Akaona sasa hii hapa good akaubeba. Wakaendelea kupitia korido ndefu ambazo zilipambwa na picha za wachezaji wa ballet ambazo zilionekana kama zinawafuata kwa macho. Mwisho wakafungua mlango mkubwa uliofungwa kwa kufuli ya zamani. Ndani yake hawakukuta dhahabu wala vito. Walikuta tu chumba ambacho kimepangwa kama jukwaa la ballet, na katikati kulikuwa kuna sanduku kubwa la mziki. Lakini Lucy alipomulika vizuri akagundua uwapo sio mwanasesere. Ilikuwa ni maiti halisi ya msichana mdogo aliyekaushwa. Huyo alikuwa Ana, mtoto wa Madam Jessel ambaye alikuwa ni bubu tangia utoto. Lucy alipoweka ule ufunguo kwenye sanduku la mziki ukaanza kucheza. Hapo ndipo jinamizi lilipoanza. Milango yote ikajifungua yenyewe, madirisha yakafunikwa kwa nondo nzito. Hii ni balaa. Wakajikuta wamefungiwa ndani. Waliporudi kwenye chumba cha Madam Jessel, kitanda kilikuwa tupu, hakina mtu yoyote yule. Mwanamke alikuwa kwenye koma kwa miaka mingi ametoweka. Mbombo ngafu shughuli wanayo. Hii habari lazima ifike kwa Miladayo. Yaani hapa kama wana njaa lazima wapige miayo. Kila kitu kikaanza kupotea kivyake ndani ya lile jumba. Ben aliingia kwenye ukumbi wenye vioo vingi vya mazoezi, ambako walivamiwa na wasichana waliovalia mavazi ya ballet huku nyuso zao zilikuwa zimefunikwa. Walimuua kikatili mbele ya vioo vilivyokuwa vimemzunguka. William alipomtafuta mdogo wake, alimkuta tayari ameshabadilika na kuwa kiumbe chenye kiu ya damu. Lakini kabla hajafanya chochote kile, Madam Jessel mwenyewe alitokea na kumuua kwa ukatili mkubwa. Lucy akabaki peke yake akiendelea kuhangaika kutafuta njia ya kutoroka. Ghafla akatokea Mrs. Wilson. Hapo ndipo ukweli wote ulipofichuka. Mrs. Wilson hakuwa nesi wa kawaida, bali alikuwa ni mwanafunzi wa zamani wa Madam Jessel. Kazi ya uuguzi ilikuwa ni mtego wa kutafuta vijana wenye sifa maalum waliopelekwa kwenye lile pale jumba kama sadaka ya tambiko. Na hazina halisi ambayo alikuwa anaitafuta Madam Jessel ilikuwa dhahabu. Ilikuwa ni Lucy mwenyewe. Macho yake yenye rangi mbili tofauti yalionekana kuwa alama ya roho yenye nguvu maalum ambayo ilikuwa inahitajika kwenye tambiko la kuhamisha roho, ili roho ya Ana iweze kupewa mwili mpya. Lucy akafungwa kwenye kiti cha chuma katikati ya chumba cha tambiko, na ibada ya kutisha ikaanza. Lakini Madam Jessel na mshirika wake walifanya kosa kubwa sana. Walidhani mateso zao utii milele. Ana aliporudi ndani ya mwili wa Lucy, alikumbuka mateso yote ambayo alifanywa na mamake tangia akiwa mtoto. Wakati huo Lucy aliyebaki kwenye mwili dhaifu wa Ana alikuwa amejaa hasira kwa sababu ya marafiki zake waliouawa. Wawili yao sasa wakaungana dhidi ya watesi wao. Ana alimshambulia Mrs. Wilson na kumuua pale pale.
Lucy naye akamvamia Madam Jessel, wakamsukuma kutoka kwenye ghorofa ya juu hadi akaanguka vibaya kwenye sakafu ya mawe. Kifo chake kilivunja ucho wote ambao ulikuwa umefunga ile nyumba, na mwanga wa asubuhi ukaingia ndani ya jumba lililojaa damu na maiti. Lucy na Anna wakatoroka pamoja hadi kwenye jabali kubwa lililotazama bahari. Hapo ndipo filamu inaishia kwa taswira ya ajabu na ya kishairi. Lucy akiwa ndani ya mwili wa Anna anaruka kutoka kwenye jabali, lakini badala ya kuanguka anaanza kupaa angani kuelekea kwenye mwanga wa jua. Yapo inaashiria kwamba amewekwa huru kutoka kwenye mateso yote. Anna akiwa kwenye mwili wa Lucy anabaki ukingoni mwa jabali akitazama juu kwa utulivu, akijua kwamba kwa mara ya kwanza amepewa nafasi ya kuishi maisha ya kawaida ambayo alikuwa amenyimwa kwa muda mrefu. Na wapo na mwisho kabisa dubwana letu ili hapa ambalo linaitwa Livid, limetoka mwaka 2011. Chao.